Sasa jana mmemsikia msajili amesema kwamba anaifutia Chadema ruzuku, anatishia kukifuta chama hiki kinyume cha utaratibu wa sheria. Tukijaribu kueleza mambo yote, hata hiyo barua yenyewe ya huyo aliyelalamika, mwanzo aliandika kama anamwandikia msajili rufaa. Sisi tukamjibu msajili kwamba wewe sio mamlaka ya rufaa ndani ya chama chetu. Chama chetu kina vyombo vyake vya kufanya rufaa kama mtu ana malalamiko. Kwa hiyo kama mtu amekuja kwako, mwambie arudi ndani ya chama, ashughulikiwe ndani ya chama. Msajili akamwambia toa hiyo barua, andika barua kama malalamiko. Kwa hiyo barua yenyewe imeandikwa na msajili, yeye ndio mshtaki, yeye ndio mlalamikaji, alafu yeye ndio jaji anayetaka kutoa hukumu dhidi ya chama chetu. Sasa ndugu zangu, maamuzi ya tuliotoa tarehe 23 na tarehe 24 ni maamuzi ya kamati kuu ya chama chetu, hayakuwa maamuzi yangu binafsi. Chama chetu kilisema barua ya msajili ni batili kupitia kamati kuu ya chama chetu. Sasa na kimeendelea kutambua viongozi wetu wale tuliowateua kwenye baraza kuu la tarehe 22. Tunafanya nini baada ya hapo? Tumeitisha kamati kuu ya chama tarehe 3. Tutarudi kwenye kamati kuu kujadili barua ya msajili na tutatoa mwelekeo wa nchi ni wapi tunaelekea. Mbinu za kidemokrasia za watu kudai haki yao, watu wanauawa, watu wanatekwa. Mimi nimeambiwa jana kwamba niangalie sana namba zangu zinahesabika. Nataka niwaambie watu wa Arusha, sitakimbia nchi hii hata dakika moja. Nitakuwepo kama damu yangu itamwagika katika kutetea haki na usawa katika nchi hii, na imwagike, lakini msirudi nyuma, tusonge mbele mpaka tutakapopata mabadiliko ya nchi hii. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu msajili ni adui wa demokrasia ya nchi yetu. Alifanya hivyo kwa CUF. Lipumba aliyejiuzuru mwenyewe mbele ya uso wa dunia, akatoka kwenye chama, akabaki Maalim Seif. Lipumba akaenda akakaa miezi iliyotosha, akarudi msajili akapora chama, akamkabidhi Lipumba na akampa ruzuku Lipumba. Msajili huyu ameipora NCCR kutoka kwa James Mbatia, akakabidhi kikundi kingine cha watu. Leo tarehe 28, mahakama kuu ya Dodoma imesema uamuzi aliofanya msajili ni uamuzi wa kihuni, ulivunja sheria, chama kirudi kwa Mbatia. Kwa hiyo msajili anahusika kuua chama, anahusika kuua vyama ndani ya nchi hii, ni adui wa demokrasia ya nchi yetu, anataka kujaribu kuiua Chadema. Nataka nimwambie hataweza, na Chadema haiwezi kufa, itasonga mbele kutafutia Watanzania mabadiliko. Watu wa Arusha, kwa nini tuko hapa kuzungumzia uchaguzi? Kwa nini tunazungumza? Kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tunaposema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, maana yake nini? Maana yake ni kwamba badala ya wewe, mimi, mtu wa Tarime na mwingine kwenda bungeni tukajiwakilishe, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa marais, tunateua mtu mmoja awe rais, asimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu. Ndio maana ya katiba kusema hivyo.
Ndio maana ya katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wako, ustawi wa mwananchi. Serikali itumie rasilimali zetu kufanya muishi vizuri. Ustawi maana yake ulale sehemu nzuri, upate chakula, utibiwe vizuri, watoto wako wasome vizuri. Leo tunazungumza Arusha, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, kwenye nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kila aina. Ukianzia ukanda wa pwani Dar es Salaam, unakutana na bandari ambayo ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna misitu. Mbuga ya Seru ni mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, iko ukanda wa pwani. Ukienda Lindi na Mtwara, unakuta mpaka kule Ruangwa, unakuta dhahabu, unakuta kopa zinazotumika kutengeneza nyaya za umeme. Kopa inatoka Tanzania. Huo ni ukanda wa pwani, na mambo mengine mengi tunayoweza kuzungumza mpaka kesho asubuhi. Ukija ukanda wa kaskazini, unakutana na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Unakutana na madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ukienda ukanda wa ziwa, na hapa ukanda wenu pia, unakutana na mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro. Hizo ni rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea hapa. Ukienda ukanda wa ziwa, ukianzia kule kwetu Tarime, unakutana na dhahabu. Nenda Geita ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu, kwa gramu moja ya dhahabu ni shilingi 290. Nikisema gramu ni ule wembe ukiuchukua ukauvunja hivi, kale kamoja kale ndio shilingi 290. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ukiwa kwenye ukanda wa ziwa, unakutana na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, la pili duniani, ziwa Victoria. Ukiwa kule Kagera, unaenda sehemu inaitwa Kabanga, unakutana na madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na yatumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Haya ndio madini ambayo leo yanaenda kutengeneza magari ambayo dunia inabadilika kutoka kwenye magari yanayotumia mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nickel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, na Singida panatoka pia mabomu ya nuclear na umeme wa nuclear, nguvu za nuclear. Madini hayo yako hapa. Ukienda kule Nyasa, ukianzia ziwa Ngozi, tuna geothermal chini inayoweza kutumika kutengeneza umeme wa kulisha Afrika nzima, umeme wa joto ardhi. Unaenda Chunya, unakutana na dhahabu. Ukienda Njombe, unakutana na mlima wa chuma ambacho tunaweza kutumia miaka 100 kwenye mlima unaitwa Liganga. Mungu maeneo mengine aliweka chuma chini ya ardhi, unaenda kuchimba. Sisi alituwekea mlima na akatupa makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma na mchanga wa kusafishia hicho chuma akauweka pale Iringa. Kwa hiyo tunaweza kutumia chuma chetu, nondo za kujengea, kila kitu tukatoa Tanzania kwa miaka 100 bila kununua chuma kutoka nje. Tumepewa kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 katikati ya utajiri. Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia anaimba hapo One Love, kwenye wimbo wake wa Love Trace anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu yawe magumu. Na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu, wanatuwinda, wanatuua. Unakuaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa ni kuuawa? Hiyo ni nchi ya aina gani? Kazi namba 1 ya rais kama amiri jeshi mkuu
ni kulinda uhai wa watu wa nchi yake. Watu wameuawa, wanatekwa. Leo kila kona ya nchi watu wanalia, rais yuko kimya. Mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa neki wa Chama cha Mapinduzi anatoka anasema watu 83 wametekwa. Badala ya wabunge wenzake kumuunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji. Maana yake ni nini? Kwamba UVCCM wanakingia kifua wauaji, wanakingia kifua watekaji. Inakuaje chama alichokianzisha Mwalimu Nyerere kuleta ukombozi wa nchi, kuleta ukombozi wa Afrika, leo kimegeuka kuwa genge la watekaji, kinakingia wauaji kifua, kinazuia sauti za Watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo, ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa, akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima hii? Anapouawa mtu, anapopotezwa mtu,